Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Daudi, za masiku ndugu yangu. Bwana salamu. Uko sawa sawa? Niko sawa sawa. Hivi na huko pia wanakuita Daudi Yanga, sije ngakuita Daudi Yanga watu wakaanza kushtuka. Ni jina langu halisi. Sababu Daudi Yanga ni jina ambalo linafahamika, mimi nafahamu jina Daudi Yanga. Na pia jina la Daudi Wena pia linafahamika. Kwa hiyo ukiita Daudi Yanga, ukiita Daudi Wena, ukiita lolote linakubalika. Kikubwa umewakilisha Daudi. Uwanjani umepotea kabisa. Nipo, sema tu ni changamoto tu ya kimaisha hapa na pale, kwa hiyo kuna baadhi ya mechi inakuwa siku hizi inakuwa sipo, baadhi ya mechi inakuwa majukumu yanabana. Unajua tusipotafuta hela sisi tukiwa vijana. Tena hii naomba niwafahamishe baadhi ya vijana, haijalishi ni shabiki wa mpira au sio shabiki wa mpira. Tunapokuwa sisi bado ni vijana, tujitahidi sana kuhakikisha kutafuta hela ili tuweze kujiwekeza katika maisha yetu ya baadaye. Tusipojipanga kimaisha tukiwa bado vijana, mwisho wa siku tukiwa wazee tunakuwa vyanzo vya migogoro kwenye familia na kwenye taasisi mbalimbali ambazo tutakuwa tukiwa tunaishi nao huko hapo baadaye. Mfano hapo namaanisha kwenye maisha, ukiwa wewe hujajipanga kimaisha vizuri, mwisho wa siku unarudi kijijini kule huna pa kuanzia, unakuwa ni mzigo kwa watu wengine ambao wale waliokuta mbele yako. Na kwenye taasisi za mipira hizi, hasa kwenye mipira, kwa sababu na watu wengi sana ambao nadhani wanaofuatilia kwenye peji zangu na kwenye peji ya PMTV huwa ni watu wa mpira, kwa sababu ni peji ambayo inaripoti sana vitu vya mpira. Kwanza nawapongeza kwa hilo. Sasa tunapokuwa hatufanyi kazi muda wote tunakuwa tunawaza vitu tofauti au hatujipange kimaisha, baadaye tunakuwa vyanzo vya migogoro kwenye vilabu vyetu, hasa kwa vilabu viwili vikubwa ambao Simba na Yanga, kwa sababu tunapozungumzia mpira wa Tanzania tunazungumzia Simba na Yanga. Ni timu hizo zingine zipo lakini sio kama Simba na Yanga. Kwa hiyo unapokuwa usipojipanga kimaisha, mwisho wa siku wewe utakuwa kiongozi asipokunyima, yani asipokualika sehemu kwenye tamasha, asipokupa beji, asipokupa tiketi ya ndege kusafiri kwenda sehemu, unakuwa wewe ni lawama, unaanza kuponda, kutafuta ile mapungufu bila kuzungumzia ile mazuri. Kwa hiyo sio vizuri sana. Kwa hiyo ni waasi vijana wenzangu, kwa kipindi ambacho hiki bado tuna nguvu, tuna uwezo, tujitahidi kutafuta pesa, tujipange maisha ya baadaye, lakini wakati huo tuna support pia timu zetu kwa kulipa kadi za wanachama na kulipa michango mbalimbali na kununua vile vifaa ambavyo vinavyomilikiwa na klabu kama jezi, skafa na kadhalika. Daudi, hautamani pengine ungekuwa hapa kwenye hii cycle ya hawa mashabiki wa Yanga ambao wako mbele hivi sasa kama ambavyo walikuwa kwa wakati wa nyuma, kisha kwamba sasa hivi sawa ni shabiki wa Yanga lakini hauko mbele sana kuonekana kwenye mechi, matukio mbalimbali ya klabu ya Yanga. Hautamani sasa ndio ingekuwa enzi hizi? Unajua kila jambo lina, ndio maana nimeelezea hapo mwanzo kwamba kuna kipindi cha sasa hivi ni kipindi cha kutafuta hela. Ndio maana kwenye mechi kuna mechi ambazo nakuwepo, kuna mechi ambazo nakuwa sipo. Kwa hiyo asilimia kubwa tunakwenda kutokana na wakati jinsi unavyokuwa kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa mimi niko busy sana kwenye kutafuta hela. Yanga ile ipo. Yanga mimi nimeikuta na nitakufa, nitaiacha Yanga, na waliopo Yanga sasa hivi, uwe kiongozi au mchezaji, atakuja mwisho wa siku atakufa, ataiacha Yanga, watazaliwa wengine, Yanga itaendelea kuwepo vile vile. Haitakaa ife maisha yako yote. Yanga haitakaa ife wala Simba haitakaa ife milele. Wala kushuka daraja, kalili maneno yangu. Hata kushuka daraja, haitakaa ishuke daraja Simba wala Yanga, kwa sababu mpira wetu wa Tanzania umebebwa na Simba na Yanga. Tutazungumza propaganda kwamba Simba mbovu inaweza kashuka daraja, Yanga mbovu itakuja kushuka daraja. Hicho kitu mimi naamini kwamba hakitakaa kitokee. Kwa hiyo tujitahidi sana, tusupport timu, lakini wakati huo tunawaza pia kutafuta hela kwa ajili ya maisha yetu baadaye. Hizi timu zipo. Mimi sasa hivi nilipunguza kuja uwanjani kwenye matukio ya Yanga kidogo kutokana na ugumu wa maisha ambao ulikuwa unanipitia. Nilikuwa nabanwa sana kimaisha. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi ambacho nilikaa pembeni, kile kidogo nilichokipata namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Kwa hiyo siku yote mimi nitarudi Yanga rasmi moja kwa moja, kwamba nitaporudi Yanga safari mwanzo mwisho, hiyo ndio itakuwa mpaka kufa kwangu, kwa sababu Yanga ndio timu ambayo naamini nitaishangilia mpaka kufa kwangu. Sawa, nimeona andiko lako bwana kwenye ukurasa wa Instagram pale kuhusiana na gari ambalo linatajwa kwamba ni gari ambayo itakuwa ni mali ya klabu ya Simba
Iriza ambayo imezua gumzo kweli kweli, lakini pia watu mbalimbali wakijaribu kuzungumza. Tumeona pia andiko la Ally Kamwe kuhusiana na used na mambo mengine kama hayo, lakini wewe umeandika tofauti kidogo na wengine. Unasema kwamba yani ni kama vile unapongeza, licha kwamba wengine wanabeza, wewe unapongeza kiundani zaidi. Unajua Latifa, ili naomba watu wasikilize kwa umakini kidogo, watazamaji wa PMTV. Ni kwamba mimi ni dereva mabasi. Tunapozungumzia mabasi hapa sizungumzii kwenye ushabiki, nazungumzia kwenye uhalisia kwa sababu ndo professional yangu. Mimi naendesha mabasi toka miaka ya 2001. Naendesha mabasi ya kwenda mikoani. Hata kipindi kile mnaniona nakuja uwanjani, mimi nilikuwa naacha kweli gari. Nilikuwa naacha gari, naenda uwanjani na mwachia mtu. Namshukuru sana tajiri yangu au mkurugenzi wangu ambaye alikuwa mwajiri kipindi hicho, Mzee Joel Mabiba. Mwenyezi Mungu amlinde sana, ambaye alikuwa ni mmiliki wa mabasi ya kampuni ya JM Luxury Coach. Alikuwa ananiruhusu kwenda uwanjani naangalia mpira, nikitoka safari nikirudi na mwachia mtu gari anaenda hivyo. Kweli alikuwa ananisupport sana kuhakikisha kwamba naenda uwanjani na kazi yake naifanya. Alikuwa anafanya kwa ustadi wali ya juu sana. Ijapo sasa hivi sipo kule, niko hapa katika kampuni ya New Force. Kwa hiyo sasa nazungumzia kwenye uhusika wa basi. Unajua hizi basi ziko aina tofauti nyingi sana. Kuna basi zina trendi mtandaoni, nimeona picha karibia 4 tofauti ambapo ijapo watu wengi ambao sio watu wa magari wa mabasi hawajui tofauti wake. Kuna picha na trendi ya gari aina ya Iriza. Na kuna picha na trendi ya gari aina ya G7 Marco Polo. Naona? Sasa sijajua Simba wamenunua basi lipi. Kama kweli wamenunua ile picha ile basi ambayo ni trendi pale aina ya G7, ni jambo la kuwapongeza sana. Kwa sababu ukiangalia hata hapa kwenye mabasi yetu Tanzania sasa hivi wanaomiliki Iriza ni matajiri wachache sana. Hilo baadaye nitakuambia kwa nini wanamiliki wachache. Umeelewa? Kwa hiyo tunapokuwa kama endapo kweli Simba wamenunua basi aina ya Iriza, hakuna mtu, yani mtu yeyote mwenye akili timamu ambaye anajua magari hawezi kuwabeza. Ni jambo la kuwapongeza kama kweli. Hata kama ikiwa used, jambo la kwanza inabidi ufahamu kitu kimoja. Iriza sio kama magari mengine. Na kuna lugha moja huwa mara nyingi watu wanasema kuna jambo fulani ili naweza mtu alivumilia tu nitapolitamka kwamba Iriza sio kama makalio kwamba kila mtu anaweza kawa nayo. Kwamba makalio kila mtu anayo, atakalia. Iriza inamilikiwa na mtu mwenye hela. Iriza yuzwi kama basi zingine unavyoziona wewe. Iriza hakuna Mtanzania aliyewahi kununua Iriza mpya 0 kilomita. Hilo nadhani uelewe. Iriza sio gari ya Kichina au gari za India ambazo unanunua 0 kilomita. Gari za Kichina kama Zongtong, kama Yutong, Dragon, hizo zinamilikiwa na kampuni kutoka China. Hizo unaweza kanunua inakuwa 0 kilomita. Hakuna ambaye anamiliki Iriza hasa kwa Mtanzania ambaye amenunua 0 kilomita, hakuna hata mmoja. Wote wananunua used. Kwa hiyo kwa hiyo tukirudi kwenye uhalisia, Iriza ni gari ambayo kama kweli Simba amenunua Iriza, kwa kweli mimi nitawapongeza binafsi, tukiacha unafiki pembeni. Kwa hiyo sasa hiyo naposema umeuliza kwa mfano kama gari ya Azam, unajua ile gari ya Azam, kwanza ujue kitu kimoja kabla sienda kwenye basi la Azam. Kuna clip moja nimeona mtandaoni alikuwa anazungumza Dominic Salamba. Ni mchambuzi ambaye mimi namkubali sana katika kuchambua mpira. Lakini kwenye basi kafeli. Angetuuliza sisi watu wa magari tumueleweshe. Na hiyo itakuwa faida kwa watu wengine ambao waweze kufahamu. Kwa sababu nimeona ile clip anasema sasa lile basi lile ambalo wamenunua Simba hiyo Iriza wameisajili kama Scania, yani ushuru bandarini wamelipia kama Scania au kama Iriza. Kwa kweli ile clip nilivyoitazama nilicheka sana mwenyewe. Yani ameuliza ni kitu ambacho yeye hakijui. Naomba nipafafanue hapo. Iriza ni kampuni ya Kihispania, inamilikiwa na Hispania, ambayo mmiliki mwenyewe ni Muhispania, ambaye yule no sio Muhispania, ni Mfaransa. Naona nipafafanue hapo. Yani mmiliki wa kampuni ya Hispania, kampuni ya Iriza ni Mfaransa.
Yule Mfaransa akawa anatengeneza haya mabodi. Iriza ni kampuni ya kutengeneza mabodi. Sidhani kama unanielewa hapa. Anatengeneza mabodi ya mabasi ya kifahari duniani. Basi la kwanza namba 1 kifahari ambalo ni bodi lake namba 1 duniani ni Iriza. Ndio maana gharama zake ni kubwa sana. Ile basi lile bodi unaliona la hiyo basi ya Iriza, thamani ya vioo vyake vile vya ubavuni karibia dola 30,000. Vile vioo vya ubavuni dola 30,000. Dola 30,000 kwa hapa kwetu karibia milioni 30 na kama sikosei kwa kupiga hesabu ya sasa hivi kwa dola jinsi mpya ama used sasa. Hiyo ni mpya vile vioo. Sawa? Kwa hiyo sasa ile gharama lile bodi jinsi wanavyoliunda, sawa? Gharama yake ni kubwa sana. Watu wengi wanashindwa kulinunua. Ndio maana wengi wanashindwa kuimiliki. Sasa tukirudi pale kwamba kwa nini ile bodi ya Iriza ipo kwenye Scania, kwenye nini? Hiyo iko hivi. Wale Iriza wanatengeneza bodi. Na Iriza zenyewe ziko matoleo tofauti. Kuna Iriza i6s, sawa? Achana na Mercedes Benz. Wewe nisikize point yangu. Kuna Iriza i8, sawa? Kuna i8 Iriza hiyo. Alafu kuna Iriza hiyo Iriza inaitwa i4. Sawa? Kuna matoleo karibia 4 mpaka 5 ya Iriza. Sasa hiyo Iriza ambayo tunazungumzia ya ile ambayo amenunua Simba, sawa, ambayo ina trend mtandaoni, ile ni i6. Iriza i6 ni bodi ambayo la gharama. Sasa lile bodi sasa ndo unachagua wewe uliwekea injini gani. Unapokuwa unaenda wewe kununua Iriza, unapoenda kununua bodi la Iriza kule wanakotengeneza, sawa? Pale wanaangalia wewe unataka hiyo bodi yako unakwenda kufunga kwenye basi kwenye injini nyuma au injini mbele. Ukishapokea oda kwamba unaenda kufunga injini mbele, wanakuuliza pia unataka kufunga injini gani kwenye hii bodi. Kwa hiyo ndio maana kuna Iriza ambazo injini zake ni Mercedes Benz kama wanalomiliki basi la kampuni ya timu ya Azam FC. Umeelewa? Alafu kuna Iriza pia imefungwa injini ya Mani, wanamiliki FC Barcelona. Naona kuna Iriza pia ambao wanatumia Bayern Munich, sawa, wamefunga kampuni ya Mani pia. Alafu kuna PSG pia, kuna basi la kampuni ya timu ya PSG, sio kampuni. Timu ambayo anatumia basi wanayotumia wachezaji wa PSG, mabingwa wa UEFA waliomkunguta Arsenal. Ambayo Arsenal kutoka na 1886 hajachukua UEFA mpaka leo, kakungutwa na PSG juzi hapa. Lile basi wanalotumia ni bodi lake ni Iriza, lakini injini yake ni MAN diesel. Kwa hiyo Simba sijajua hiyo bodi yao ya Iriza ile gari ina injini gani, kama ni Scania, kama ni Benz, kama ni MAN, kama ni FAO, sijajua wao itakuwa na injini gani. Sasa labda tungezungumzia kwa zile picha haionyeshi. Sawa, mimi injini picha ambayo imeonyesha injini sijaiona. Sababu kuna injini ambazo za FAO, kuna injini za HO, kuna injini za DAF, kuna injini za MAN diesel na kuna injini za Scania. Ndio maana kwenye bodi ya Iriza utaona pale pakiandikwa Iriza, pale pembeni kama ina injini ya MAN diesel kunakuwa na nembo ya kampuni ya MAN, wanakubandikia pale. Kama ile bodi ya Iriza ina injini ya Scania, wanakubandikia pale pembeni picha, wanakubandikia pale nembo ya kampuni ya Scania. Na kama kuna kampuni kama hiyo gari na injini ya FAO, wanakubandikia pale pembeni, baada ya nembo ya Iriza pembeni kunakuwa na nembo yani ya FAO ya hiyo FAO. Kwa hiyo pale unapoenda wewe kununua hiyo gari ndio unaunganisha hivyo vitu vyote. Kwa hiyo bwana Dominic Salamba alifeli pale kwenye kuzungumzia kwamba je, lile basi wamelilipia ushuru kama Scania, kama Iriza. Ni jambo la kichekesho, lakini kwa watu ambao wanaojua magari kama sisi, kwa wale watu ambao hujui magari tutazungumzia kwa ushabiki. Kwa hiyo hiyo nadhani limeeleweka kwamba Iriza ni kampuni ya mabodi ambayo ya mabodi ya kifahari zaidi. Kwa sasa hivi wenzetu hawapo kwenye i6, wapo kwenye i8, hawapo kwenye i6s ambayo kama ya Azam. Ile ni bodi ya i6s ambayo wenzetu wameweka engine ya Benz, Mercedes Benz. Na ndio maana pale unaona Iriza pembeni kuna nembo ya Mercedes Benz, na maana engine yake, mfumo wake wote wa engine ya Mercedes Benz pamoja na mfumo wa electronic ambayo mifumo ya umeme ya wiring yote zile
na mifumo mingine yote ambayo imewekwa mifumo ya Mercedes Benz. Ingekuwa Scania ingefungwa mifumo ya Scania. Kwa hiyo bwana, tukirudi kama Simba kweli wamenunua hiyo bodi ya Iriza, mimi binafsi nawapongeza. Wamefanya jambo kubwa. Iriza ni gari ambayo ya kifahari. Iriza sio kama Tata. Umeelewa? Iriza sio kama Zongtong. Hii gari hizi ambazo tunaendesha ni Zongtong. Sasa narudi pale kwa mwanzo kabisa nilizungumza kwa nini Iriza sio kila mtu hana. Kwa nini kila mtu hawezi kununua Iriza? Iriza moja thamani yake ni sawa na hii basi. Umeona hii basi tumekalia hii ni aina ya Zongtong ambayo hii ni Mega. Na kuna Zongtong Mega, kuna Zongtong Mega Plus. Zongtong Mega Plus kama ile pale mtaiona baadaye, bodi ile pale. Alafu hii tuliokaa Zongtong Mega ya kawaida. Sasa hii thamani yake sawa. Hii ukinunua mbili unanunua bodi la Iriza hili moja. Kwa hiyo ukiona hata basi ambayo kampuni inamiliki mabasi Iriza akiwa na Iriza 2 au na Iriza 4, huyo ni sawa na mtu anayemiliki Zongtong 8. Sasa tunarudi kibiashara. Abiria wengi wa Tanzania hawajui thamani ya magari. Na upande wa mamlaka yanayodhibiti masuala ya nauli, sawa, na wazungumzia LATRA hapo, wanapokuwa wanatoa vile viwango vya nauli, sawa, hawaangalii thamani ya gari. Hayo mapungufu yako hapa nchini kwetu. Wewe leo hii, sawa, kwa mfano mimi naendesha basi ya Songea, nauli 70,000. Sawa? Nauli zetu ni 70,000. Pana umbali wa kilomita 1,150. Umeelewa? Kwa kupitia Lindi, Masasi, Tunduru ni kilomita 1,150. Ukipitia njia ya Iringa kilomita 950. Sawa? Sasa tufanye hesabu hivi. Wewe PMTV bwana Latifa ndio mmiliki wa PMTV, au tufanye PMTV Limited. PMTV Express anamiliki gari 8. Latifa anamiliki gari 4, basi 4. Tunakwenda wote ruti ya Songea nauli 70,000. Wewe tembeza gari 8, afu huyu PMTV atembeze gari 4. Mfanye mzunguko wa kibiashara, baada ya mwezi, baada ya mwaka mje tupige hesabu, wewe unayezungusha gari 4 na huyu anayezungusha gari 8, yupe katengeneza pesa ndani ya mwaka mmoja. Alafu kingine, kampuni hizi gari za Kichina hizi ambazo ijapo zinazo bei rahisi, injini zake ni Kamisi injini. Injini yake una uwezo kukaa nayo miaka zaidi ya 10 bila kuifungua hiyo injini. Zipo basi ambazo zimekaa zaidi ya miaka hiyo bila kugusa hiyo injini. Sasa kwa mfumo wa kibiashara, basi ya Kichina inalipa kuliko hiyo ambayo ina bodi ya Iriza na injini zako za Scania na injini zingine. Sasa gharama zake ni kubwa. Kwa hiyo katika mfumo wa kibiashara, basi ya Kichina inakulipa kuliko ile, ndio maana kila mtu anunui. Alafu kingine, sisi ilibidi tubishane kwa hoja. Sasa narudi kwenye upande wa mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa sababu nimeona kwenye mitandao pia mashabiki wa Yanga baadhi wanafuata tu mkumbo kuwakosoa Simba na wengine wanaipongeza Simba kwa jambo hilo. Sasa sisi ilibidi tushindane kwa hoja hivi. Yanga sisi tuna matajiri wengi na tunatazamwa na watu wengi zaidi duniani kuliko Simba Sports Club. Kwa hiyo kilichokuwa kinatakiwa, sisi Yanga, sawa, tuwashawishi viongozi wetu na baadhi ya wadau ikiwezekana. Kwa mfano yule Alikamwe ana ushawishi mkubwa sana kwenye kuchangisha jambo lolote lile. Mimi tena siku nikifanikiwa kukutana naye, kwa sababu kwa kipindi hiki ambacho niko busy kidogo, siku nikifanikiwa kukutana naye, tujaribu kumshawishi aidha Alikamwe au kiongozi wetu yote yule. Tuweke hata kiwezekana bakuli pale. La kuchangisha mchango wa kuwafunika Simba. Tunawafunika vipi? Simba kama wamenunua bodi ya Iriza injini nyuma. Gari injini nyuma ni mimi naweza nikasema ni takataka. Hapa kwetu haina maisha. Kuna kampuni ambazo zilileta hapa mabasi injini nyuma yalikuwepo hapa. Kulikuwa na kampuni inaitwa Scanlick. Ilikuwa na Scania injini nyuma. Kuna kampuni inaitwa Sumri High Class. Chombo kama ndege, ukiangalia bodi Malaysia. Haijawahi kutokea bodi kama, mwisho wa siku wametoka kibiashara yale magari injini nyuma hapa kota yawezi, lakini kuna mashine injini mbele. Sasa ilibidi sisi tufanye hivi. Tuanzishe mfumo, tuwashawishi viongozi wetu au na wadau. Hata ikiwezekana ukafanyika mchango, tukamwambia bwana Alikamwe tunaomba tuanzishie mchango, tutume michango, tununue basi la kwetu ambalo tuwazidi Simba. Hilo basi la kwetu tusinunue injini nyuma, ambaye injini nyuma uchafu hapa kwetu, maisha yake mafupi, aliwezi kwenda mbali sana.
kwa masafa marefu. Leo hii naamini hiyo ilizo unaisemea sawa. Kama Simba kwa sababu lile bodi naona linatembea, sijajua kama injini mbele au injini nyuma. Kama ameleta kweli injini nyuma, tuwatume hapo waende Kagera. Yaani waende mechi na Kagera Sugar Bukoba waende, chuma irudi hapa. Isipopandisha temperature njoni, yani isipopandisha temperature hiyo gari pale Salanda pale. Mimi niko hapa. Maisha yao mafupi. Sasa sisi libidi tununue iliza injini mbele. Iliza injini mbele hapa kwetu zilikuwepo. Kuna mtu alimiliki hapa kampuni ya Princess Muro. Wengi walikuwa mjini hawajaja. Princess Muro alikuwa na iliza. Zilikuwa napiga dawa Mwanza injini mbele. Kuna iliza. Ndo kama ile ndio ije Yanga. Ambayo ile basi badali kanda niachie wanatumia kufundishia pale. Kuna iliza hiyo anaimiliki kampuni ya NBS inapiga data bora. Iliza hiyo ya Sheikh kumiliki Da Express ilikuwa inapiga da Arusha injini mbele. Sasa sisi Yanga ilibidi sasa tushawishi na sio tununua labda bodi la iliza ambalo ni i6 kama ya Simba. Kuwafunika kwake tunafunika kwa hoja tununue iliza i8 sawa, injini mbele ambayo hiyo ni ya kisasa zaidi, ambayo ina gharama kubwa zaidi kuliko hiyo ya Simba. Hapo ingekuwa bomba zaidi. Sasa lakini tukisema tuanze kuwabeza Simba kuwaponda, hiyo bado tunatoka kwenye uhalisia. Kuna wachambuzi sasa hivi Oscar Tifa, kuna wachambuzi sasa hivi wameacha kuchambua swala la timu ya taifa Serengeti Boys. Wamefanya jambo kubwa ambalo hilo jambo ni kubwa sana. Kucheza finali katika mashindano kama yale ni jambo la kuwapongeza. Watu wanaacha kujadili jambo la kuwapongeza watoto kama wale, wanarudi kujadili masuala ya basi. Tena wachambuzi mitandao, vyombo vya habari, kwa kweli nikana nasikiliza leo redio, nikana tazama television jana, nikasema kwa kweli Tanzania tunakoenda ni kubaya sana. Sasa turudi kwenye pointi za msingi kwenye wachambuzi. Kama nachambua mpira, wao wachambuzi waliosomea masuala mpira. Kama ni kuchambua masuala magari, watafute watu wa magari wachambue masuala magari. Kama ni mashindano ya ngumi, watafute watu ambao wanazijua ngumi. Weka pala kina Mandonga kina nani ambao wachambue masuala ngumi. Lakini unaka mtu wa magari anachambua mpira. Mtu wa mpira anachambua magari. Je, hicho kitu kasomea? Ana experience nacho? Ana uzoefu nalo? Ndio maana ukaona Salamba leo akatoa boko hilo kwamba lile basi la Simba ni wamelipia ushuru kama Scania au Iriza. Ni jambo la kuchekesha. Sasa vitu kama hivyo wewe makini kwenye kujadili hivyo. Lakini jambo lingine la mwisho ambalo nitaka kulisahau lakini lazima tulizungumze hapa. Unajua sasa hivi mpira wetu unakaribia, ligi yetu inakaribia kuisha na mashindano makubwa kombe la dunia yanakaribia. Kwa hiyo kwanza niwapongeze bodi ya ligi. Safari ratiba hajapangua sana. Sasa nimepata taarifa kwamba kule ligi yale mashindano ya mechi ya kimataifa yamesimamishwa, hata kuwepo. Kwa hiyo turudi sasa, ni waombe kwa wakati huu sasa hivi warudi haraka, waturudishie mechi za ligi. Timu yani ligi iishe kwa wakati, kwa haraka, tupige back to back. Kwa sababu Yanga tuna kikosi kipana, tuna watu kina Alan Okelo, tuna watu kina Pakome Zuzwa, tuna watu wa maana kabisa pale ambao wana uwezo mpira. Simba nao ana watu, ana mabeki wana kina Rushaini, ana mawinga wazuri safari. Wengi wameenda kwenye timu zao za taifa. Ni sawa, ndio maana timu haisajili Tanzania, Uganda na Rwanda. Ndio maana timu zinasajili wachezaji wengi 33. Wale wengine wanategemea wacheze wapi? Ulisajili wa nini? Wacha wacheze ligi, huu ndo muda wao, acha mpira upigwe. Mpira ligi isha, tujue bingwa nani, maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo pia nimpongeze spika wa bunge Mheshimiwa Zungu. Nimeona ametoa kauli leo ya kwamba wale wabunge wote walienda Moroko waandike barua za kujieleza. Hili ni safi sana, nampongeza sana kwa hilo. Kwa sababu haiwezekani wanaacha watu wa mpira kusafiri kwenda Moroko kusupport mpira, unapeleka wabunge. Wale wabunge kwenda kufanya shughuli gani zaidi ya kutia gundu tu kule. Kwa hiyo hilo nalo pia naomba nimpongeze Mheshimiwa Zungu kwa hilo. Daudi. Naam. Asante na mimi nikutakieni siku njema, endeleeni kutazama PMTV. Ndugu yangu. Maana tupo pamoja dadangu. Nitakutafuta safari za sasa. Haina shida. Ila umenenepa sana, ila tunakupongeza, ila unaendelea kuwa piskali vile. Hata cameraman akituonyesha hapa, watazamaji wa PMTV wanza kasema mimi muongo. Jamani, Latifa kapendeza. Yaani hata ukimtazama sasa hivi tunasema dada yetu kwa kweli kapambana sana, yani kweli upo vizuri sana. Nawashukuru na nawapongeza pia, wamesajili piskali kama hii ambayo inaendelea kupambana kwenye tasnia ya habari. Wapo wakina Elini Kilango hivi, yuko radio gani? Yuko Bongo FM. Wanapambana, ni watangazaji wa muda mrefu,
kuwatangazia. Natamani siku moja niwakute mpo BBC. Inshallah. Siku moja natamani nione hata BBC kule, tuone kwenye television ya taifa. Kweli itakuwa ni jambo zuri sana. Nakutakia ni siku njema.